Katika wanawake wote ambao nimewahi kukutana nao, yani kwenye program zangu nimewahi kuwatibu, hayupo hata mmoja ambaye nimemtibu alafu sijamwambia atumie kitunguu maji. Onions kwa Kiingereza, wale wa magari ya njano kama hawakuelewa. Inawezekana ikaaminika ya kwamba vitunguu maji ni kitu cha kawaida, lakini miongoni mwa vitu ambavyo vina faida kubwa sana kwenye mfumo wa uzazi wa mwanaume na wa mwanamke. Sababu ziko nyingi. Kwa sababu vitunguu maji ndani yake vina baadhi ya madini, mfano selenium, kuna zinki, kuna folate. Hivi vyote vinasaidia kutengeneza ule ukuta wa ambapo yai linaenda kukaa pale na mbegu, yani endometrium. Lakini pia vinasaidia kutengeneza mayai, kukomaza mayai na kuweka sawa mazingira yote ambayo yataruhusu yai lipevushwe. Faida ya pili ni kwamba vitunguu maji huwa vina anti-inflammatory. Kwa hiyo kwenye changamoto yoyote ya namna ambapo seli zinakuwa zimeanza kama kuvimba au niseme unapata uvimbe, maana yake vinakwenda kurudisha nyuma. Faida kubwa zaidi kwenye vitunguu maji, kuna antioxidants. Hizi ni zile chembe au kemikali ambazo zinafanya kazi ya kureverse au kurudisha seli ambazo zimeanza kufa kwenye mazingira. Mfano labda mtu aliyekuwa amepata infections au ameanza kupata uvimbe kwenye mazingira ya infection, manake zinakwenda kufufua. It's like kama zina anti-age, kuifanya iwe kijana tena na ifanye kazi vizuri. Lakini pia vitunguu maji vinakwenda kutoa faida ya kuruhusu damu izunguke vizuri, yani enhance circulation ya blood. Kwa hiyo damu itafika vizuri kwenye maeneo haya. Nimewahi kusema ya kwamba damu inapofika nyingi kwenye eneo husika, ndivyo eneo husika linakuwa linapata unafuu na kuwa bora zaidi. Kwa hiyo vitunguu maji vinaweza vikakuepusha na changamoto kama ya uvimbe maji au tatizo la PCOS. Vinaweza vikakuepusha na changamoto ya kama kushindwa kuangua mayai au kutoa au kupevusha mayai. Itakuondoa na changamoto za ukuta wa ndani wa mji wa mimba kuwa na changamoto nyingine. Kwa hiyo utakuwa imara na uko tayari kupokea hizo. Zitakuepusha na changamoto ya uke kuwa mpana, kutoa harufu mbaya, kuwa na kinga dhaifu na kuwa na hali ambayo unajisikia kama umechoka, kwa maana ya kwamba zitaenda kuboost au kuenhance usawa wa hormone. Kwa hiyo issue kama hizo nilizozieleza hapo zinaweza kuwa zinarekebishwa automatically kwa kutumia vitunguu maji. Jinsi ya kutumia ni unatumia na maganda yake. Unachukua vitunguu let's say 4, unavikata, unapata labda vipande 4 kwenye kila kitunguu kimoja. Unachemsha maji yakichemka ndio unaweka hivyo vitunguu, then unaacha kwa dakika 2 yachemke zaidi, kisha unakunywa. Unaweza kunywa mara 2 kwa siku, unaweza kunywa asubuhi na jioni, it's very okay. Mind you, vitunguu maji havitibu ila vinasaidia na vinazuia. Unaweza kutumia ukaamini utapona, lakini kama unaumwa, fika wasiliana nami nikupe msaada. Share makala na rafiki. Kumbuka hii ni Swahili